Kadiri uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unavyozidi kusogea, mjadala kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii umeendelea kushika kasi nchini Kenya. Sasa wazee na vijana kutoka Voi, kaunti ya Taita Taveta, wamejitokeza hadharani wakikosoa kile wanachokiita kuwa ni tabia ya baadhi ya wanablogu na kaunti bandia kutumia mitandao ya kijamii kuharibu majina ya watu bila ushahidi. Dunia ina mambo. Katika kauli zao wameonyesha wasiwasi wao kuhusu taarifa zinazoenezwa mitandaoni dhidi ya Christopher Shangaishi, afisa anayefanya kazi serikalini. Karibu tuandamane hadi tamati. Wazee hao wamedai kuwa Christopher Shangaishi amekuwa akilengwa na watu wanaotumia majina bandia mitandaoni kueneza madai yanayolenga kuharibu sifa yake. Tuko hapa leo wazee Voi Elders kupinga vikali mambo yanayoendelea mitandaoni ya kudunisha heshima ya kijana wetu tuliyemlea na kumkuza Voi, Bwana Christopher Mwanjala Shangaishi. Kwanza tunapinga kwa ukali na uchungu mkubwa leo hii kwa sababu ya mambo yanayotokea mitandaoni. Juzi tumeona barua imeandikwa ikijiita Voi Bloggers. Na kwangu mimi nimeona masikitiko makubwa sana, tena makubwa sana. Kama mimi kijana wa Voi kusikia kwamba Shangaishi anahusika na mihadarati, hiyo kwanza mimi napinga vikubwa sana. Pili, naomba vijana wenzangu hasa wa Taita Taveta hata kaunti zingine, naomba tafadhali sana wasitumike na hao watu wenye pesa kutumika kueneza mambo, stories za uongo. Kama amepewa pesa ili aongee mambo ya uongo, naomba sana angeliwacha, kwa sababu huyo mwenyewe ambaye alishughulika nayo maana angekuja mwenyewe kusema Shangaishi anatumia mihadarati ama anauza mihadarati. Lakini vijana kupewa pesa kidogo alafu unaenda kuchafulia mtu jina, mimi kwangu napinga sana. Tena naomba vijana wenzangu, cheza na mtu ambaye mmetoshana naye network. Kwa sababu usije ukawa unaongea mambo ya mtu ambapo network yako yenyewe haifiki hata kilomita 1. Na huyu mtu ambaye anaitwa Shangaishi ni mtu network yake naweza nikakwambia kwa Kenya mzima. So nasikitika sana kusikia vitu kama hivyo. Na mimi kama kijana sijapendelea. Kwa mujibu wa wazee hao, Shangaishi ni mtu anayejulikana kwa kushirikiana na jamii na kusaidia wananchi katika maeneo mbalimbali ya maendeleo. Tumeshangaa sana kijana ambaye tumemkuza hapa kutoka udogo wake mpaka akaingia shule akamaliza shule mpaka akaingia kazini, kusingiziwa kwamba ni mtu wa kudili na mihadarati. Na yeye mwenyewe ndio anazidi kufundisha vijana, kuwaambia wasifuate mambo ya mihadarati. Huyo blogger ambaye anatamka kwamba Christopher Mwanjala anadili na mihadarati, yeye ndiye anajua hiyo mihadarati anaitoa wapi. Yeye ndiye anajua hiyo mihadarati anaitumiaga. Kwa sababu kama yeye anafundisha vijana wasifuate maneno ya mihadarati, imekuwaje anakwenda kumsingizia kwamba yeye ndiye anauza mihadarati? Wamesema wamekuwa wakishangazwa na taarifa wanazoziona zikisambazwa mitandaoni kuhusu afisa huyo, wakisisitiza kuwa kwa mtazamo wao madai hayo hayalingani na tabia na historia wanayoifahamu kuhusu yeye. Kijana huyu ni kijana mnyenyekevu, amelelewa hapa akiwa kijana mnyenyekevu. Mimi hasa historia mpaka ndani ya nyumba kwao naijua vizuri. Maana ni kijana hata amesoma na hata na watoto wangu. Ninamuelewa kulingana na vile ako na unyenyekevu na heshima kubwa. Kwa hivyo ikianza kusemekana kwamba anauza mihadarati, mimi kama mama niliyomlea pale Sofia nitakataa. Kijana huyo hanaga hata mkono mrefu hata akifanya jambo lolote. Kwa hivyo wao mabloggers wanasema yeye ni kijana sijui anauza hiyo mihadarati, ako na tabia chafu. Mimi kama mama nitasimama nikijua kwamba huyu kijana hana tabia chafu na hakuna siku ashakosea mtu yote heshima. Kwa hivyo hilo jambo ninalipinga nikiwa pia ni kiongozi wa Voi,
ninapinga hilo jambo sana. Wakazi hao wanasema matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanaweza kuleta mgawanyiko katika jamii ikiwa hayatadhibitiwa kwa wakati. Aidha, wazee hao wamevitaka vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa kina kuhusu watu wanaotumia akaunti bandia kueneza taarifa zinazoweza kuharibu heshima na sifa za wengine. Foundation inachangia kusaidia watu wasiojiweza. So ni ajabu kusikia kwamba kuna baadhi ya watu fulani wanatoa allegations zao ambapo hazieleweki. Tunaomba DCI, EACC, Inspector General uhakikishe hilo jambo limefuatiliziwa mpaka wajulikane, wabainike wale watu waliandika hiyo barua, na imetanda sana kwa mtandao ikielekeza kidole ama lawama kwa mtu ambaye yuko mbali sana na Taita Taveta anafanya kazi ya serikali kulingana na vile ilivyo. Wanasema uhuru wa kujieleza unapaswa kwenda sambamba na uwajibikaji, hasa katika enzi ya mitandao ya kijamii ambapo taarifa zinaweza kusambaa kwa haraka sana. Sasa sisi tulikuwa tunataka aliyemtuma huyo kwenda kuandika maneno ama kusema maneno, tulikuwa tunamtaka huyo mtu ajitokeze, atueleze kama yeye kama mtu mzima na awe na ushahidi wa kutosha, kwa sababu kutuchafulia kijana ambaye tunamjua kutokea utotoni mwake amesomea hapa na tumekuwa na yeye, hiyo kwetu imekuwa ni jambo la ajabu sana. 3, huyu bwana Shangaishi ni mtu ambaye amekuwa kwa serikali muda mrefu. Kama angelikuwa anauza mihadarati ama anatumia mihadarati, serikali ingelikuwa ishamuondoa katika kazi hiyo mapema sana. Imekuwaje wakati imekuwa mambo ya kisiasa ndio mtu ajitokeze aseme Shangaishi anauza mihadarati? Huyo obvious ni muongo, na ni muongo kabisa. So mimi ile kitu naomba vijana wenzangu, hii mambo ya chuchuchu kidogo kidogo tuwache, tucheze na watu ambaye tumetoshana network. Mtu ambaye amekuzidi network achana nayo kabisa. Na endapo mtatumika, wengi wenu mtapata shida sana, kwa sababu si mambo ya size yetu sisi, bali huyo mwenyewe ambaye aliyosema ndio alikuwa anataka ajitokeze. Na hata asipojitokeza tutamjua tu, walingana vile tunavyosonga na upelelezi vile unaendelea kufuatiliwa, atapatikana tu mwenyewe. Kwa mujibu wao, jamii ya Taita Taveta imekuwa ikiishi kwa amani kwa miaka mingi, na kuna haja kuhakikisha tofauti za kisiasa au kijamii hazitumiki kuchochea chuki au hasama. Huyo blogger ambaye ametamka kuchafua jina la huyu kijana, tuko naye, tunamjua, jina tumenalipata, picha tuko nazo, tutamfuatilia mpaka mwisho ataelezea ni wapi amepata hizo habari. Kuchafulia mtu jina na hata kijana watu hajashughulika na mambo ya siasa ni jambo ambalo linatuumiza rohoni. Kijana huyu anasaidia watu, foundation yake inafanya kazi, media yake inasaidia watu, alafu sasa imekuja kuwa kwamba yeye anapotosha vijana. Jambo lingine ni kwamba tunajua kabisa wametumwa, wamenunuliwa kuharibu jina la Christopher. Lakini sisi ndio tuko na kura, na sisi kama atasimama, sisi ndio tutajua vile tutafanya. Lakini sio kutuambia ati mtu fulani ndio wenu, ati yeye ndiye anafaa. Kwa nini anaogopa watu wasinanino? Kwa nini huyo mtu wenu anaogopa watu watu wasipate usaidizi kutoka kwa Christopher? Wamesema kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ni muhimu kwa viongozi, wanahabari, wanablogu na watumiaji wa mitandao ya kijamii kuzingatia ukweli na kuheshimu hadhi ya wengine. Sasa mwenye kutamka kwamba anauza mihadarati, tafadhali afuatiliziwe na toe ukweli wake na athibitishe madai yake. Na hiyo silaha alisema ilitumika hapo Mwakingali. Sisi kwa sababu tulifika huko, naomba uthibitisho wa ukweli na ili kusudi mambo kama serikali ifuatilizie. Hata hivyo, madai yaliyotolewa na wazee hao yanawakilisha maoni yao kuhusu taarifa zilizosambazwa mitandaoni, na wahusika wa madai hayo hawakupatikana mara moja kutoa upande wao wa hadithi. Je,
Unafikiri hatua gani zinapaswa kuchukuliwa dhidi ya watu wanaopatikana wakisambaza taarifa za uongo au za kuharibu sifa za wengine mitandaoni? Andika maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Usisahau pia kusubscribe, kupenda video hii na kuwasha alama ya kengele ili kupata taarifa zetu mpya kila wakati. Kwaheri mtazamaji, na Mungu akubariki.